Muraget, KTN Nairobi. Na mtazamaji, huku matayarisho kwa ajili ya kumpumzisha aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Amolo Odinga akiendelea kushika kasi huko Bondo katika kaunti ya Siaya, viongozi wa kitaifa na Wakenya kwa jumla wameanza kuwasili huko kujiandaa kumpa buriani Raila siku ya Jumapili. Na wenzangu Winfrey Owino na Jeff Kirui wamekita kambi huko Bondo, na sasa tuungane nao mbashara ili waweze kutufahamisha kuhusu mchakato mzima wa maandalizi katika eneo la Bondo. Iwapo mnanipata, natumai imekuwa na siku njema. Bila shaka ni siku ambayo mmeendelea kupokea wageni. Pengine mtueleze tu mmefikia wapi katika maandalizi ya kupokea mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hili hapo kesho. Asante sana Maria. Taifa nzima linaendelea kuomboleza kifo cha Raila Odinga na hali ni sawia kote nchini. Hapa nyumbani kwake Opoda Farm katika eneo bunge la Bondo, kaunti ya Siaya, hali ndivyo hivyo. Wakenya ama majirani wake, wakazi wa kaunti hii, wengine wametoka kutoka Homa Bay, Migori, Kisumu, wamekuja kuomboleza na wamesema kwamba watakesha hapa hadi pale mwili wa kinara huyo wa chama cha ODM Raila Odinga utakapofika hapa. Kumbuka kwamba kumekuwa na maandalizi kabambe baada ya serikali kuchukua usukani kuhusiana na shughuli zima la mazishi yake, na tunatarajia kwamba inaarifiwa kwamba mwendo wa saa 2 asubuhi mwili wake utakuwa umefika ama utakuwa umeondoka katika kutoka mjini Nairobi kuelekea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu. Kisha hapo mwili wake utapelekwa kwa ndege pia hadi kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta katikati mwa jiji la Kisumu. Kisha baada ya hapo atasafirishwa hadi hapa nyumbani kwake, shamba lake la Opoda Farm. Na tunaarifiwa kwamba kulikuwa pia na maandalizi kuhusu pahala ambapo atazikwa. Na awali tulikuwa tumearifiwa kwamba atazikwa kando ya mamake Mary Ajuma, ila kumekuwa na mabadiliko baada ya seneta wa kaunti hii ya Siaya Dr. Oburu Odinga kufanya mazungumzo na wazee wa jamii ya Luo, na hapo wakakubaliana kwamba Raila Odinga atazikwa kando ya babake aliyekuwa makamu wa rais Jaramogi Oginga Odinga. Haya ni baadhi ya mabadiliko ambayo tunayashuhudia ama tunayatarajia kufanyika hapo kesho. Lakini kumbuka kwamba niko na mwanahabari mwenzangu ambaye ni Winfrey Owino. Tumekuwa tukikita kambi na yeye hapa katika kaunti hii ya Siaya. Tumeweza kufika kwenye pahala ambapo Raila Odinga atazikwa. Inasemekana inaitwa Kang'oka Jaramogi. Kang'oka Jaramogi. Kang'oka inamaanisha nini? Jeff, kweli jina la Kang'o halina maana halisi katika utamaduni au katika jamii ya Waluo, lakini ni jina la halisi la mahali fulani. Lakini ukisema Kang'oka Jaramogi ni kusema unasema Kang'o ambako ni nyumbani kwa Jaramogi. So hivyo aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ataweza kulazwa pale katika makaburi ya familia hiyo, ambayo kila mmoja wa familia na mahali pake ametengewa atalazwa pale. So Raila Odinga naye ataweza kulazwa pale, na kuna mpangilio na ratiba ambao unafuatwa. Kila mtu ana mahali pake pa kulazwa, so naye ametengewa kona yake. Na mara nyingi tuliweza kupashwa ama tuweza kuambiwa habari kwamba pale kila mtu ana mahali pake kulingana na umri. So Raila Odinga yeye kwa vile umri wake umeenda na amebaki ni kama mtu mzima sana katika familia ya The Ogingas, akona mahali pake katika kona fulani hapo. Lakini tumeweza kuona shimo lilichimbwa hapo jana, leo kumefanywa kuwekwa simiti, kutengenezwa ile wanafanya matayarisho ya kumlaza aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na vile vile Jeff, kumekuwa na mambo mengi wakati huu tukiwa hapa. Tunaendelea kushuhudia kwamba kuna mkesha hapa nje ambao watu wengi kwa kawaida tunaita disco matanga, lakini huku tutauita mkesha, maana ni hafla tu ya watu kuja kujumuika, kuketi, kufariji familia na kuweka ile joto ndani ya familia. Ni kitu ambacho kinafanyika sana kwa jamii ya Waluo, na ni ile tu kuwapa joto na kuwafariji na kuonyesha kwamba tupo pamoja, hii imetokea, si nyinyi pekee, nanyi tunasimama na nyinyi. Lakini pia tumeweza kuita kambi hapa kutoka asubuhi, na wakati wa mchana kweli hakukuwa na shughuli nyingi, lakini kufikia alasiri hapo saa 10 tukaanza kuona kwamba shughuli zinaendelea kuongezeka, watu wanafika, usalama ikabidi uimarishwe zaidi, manake wafuasi wamefika hapa
kwa idadi kubwa sana wakiwa na malori, kuna hiyo mbwembwe, hiyo kelele, yani ile kwa kizungu tutamuita fanatism. So tumeweza kushuhudia hiyo, lakini kufikia alasiri saa waombolezi wameweza kufika. Tumepata kuona kuna wanawake kutoka chama cha ODM wamefika hapa, wamewasha mishumaa zao hapo nyuma unavyoona mtazamaji, wakafanya 1 2 3 wakaondoka. Kuna wanasiasa wamefika hapa, waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amefika hapa akaweza kutoa matamshi mengine ya kisiasa, lakini ni ya muhimu sana. Ile ni kama ile kumpokeza kijiti, ni matangazo yake tukiangalia ni kama anampokeza kijiti Oburu Oginga aweze kuchukua tamu ya uongozi katika chama cha ODM, akisema kwamba wanaweza kuona mpango wa kufanya mkutano wa chama chenyewe na kumfanya aache kuwa kama mtu kama acting party leader, ila wamweke sasa hawe yeye ndio party leader haswa kabisa. Vile vile pia gavana Orengo amekuwa hapa kabisa, amekuwa hapa na pia ameweza kutoa matamshi yake, na kwa hawa wawili wote wanapozungumza tunaona kwamba wanasisitiza kuwe na nidhamu, tuweze kumsindikiza baba kwa nidhamu. Na vile vile kile kinachojitokeza ni kwamba uongozi wa ODM kulingana na yale wanaweza kutuonyesha ni kwamba ODM uko imara na wapo pamoja Jeff, na ni masuala tu yale ambayo tumeweza kuona. Vile vile na kiongezea kabla nikupokeza tena kijiti, kuna masuala ya utamaduni ambayo yameweza kutokea hapa. Kumekuwa na ugumu kiasi, manake jamii hii ilikuwa imemuenzi sana aliyekuwa waziri Raila Odinga, walikuwa wanamuona kama ni mfalme wao, yani kuna ile kumfuata kwa idadi ya juu sana. So wengi wangependa kumpa heshima za mwisho kulingana na tamaduni za jamii hii. Lakini sasa vile serikali imeingia, imechukua usukani, inafanya mpangilio yote, inakuwa vigumu kwao kuja tu kujitokeza na kufanya maneno kama hayo za itikadi na mila na desturi ya jamii wa Luo. So hiyo tumeona imekuwa changamoto kidogo, lakini kile ambacho kimejitokeza sana na ningependa hata kueleza watu ni kwamba kuna moja ambayo imejitokeza sana. Jana nduguye Oburu Oginga alifika hapa, lakini kwa mila na desturi ya Wajaluo tunaita tero yuak. Ni kumaanisha unakuja kutangaza rasmi ndugu yangu ameondoka, kuna msiba katika boma hii. Na Oburu Oginga alifanya hivyo, na kweli tukizungumza na wazee wa jamii hii wanatuambia ni kitu ambalo linafaa kufanyika na mkewe mwenda zake. Lakini ukiangalia pia ile mpangilio wa serikali inafaa kufanyika tuseme na mkewe. Tukiangalia ile mpangilio wa serikali huenda akawa alikuwa na majukumu mengi, hawezi kufika nini ama kitu kama hicho. Ukweli Oburu alifanya hivyo, lakini bado ile mila imeweza kufuatiliwa. Tumeweza kushinda hapa mchana mzima, tumeona lango la kuingia katika jumba hili kubwa lililo hapa nyuma yetu halijaweza kufunguliwa. Wazee wa kijiji tunauliza ni kwa nini, wanasema ni mpaka mama Aida Odinga mwenyewe afike hapa, aingie na alie ile atoe huzuni wake, tutasema amon, aingie ndani ya nyumba amon na atoke, ndipo mlango huu utaweza kufunguliwa na waombolezaji wataweza kutumia. Kwa sasa tumeona hata wageni wanapofika katika boma hili hawatumii mlango huu, umefungwa tu. So ni utamaduni na ni mambo ambayo tunapata pia nasi tunajifunza kama vijana, tunajifunza mambo mapya na itikadi na desturi ya mila ya jamii hii Jeff. Pengine naweza kupokeza kijiti uongezee mawili matatu. Asante sana Winfrey, umeweza kutufafanulia kwa kina mila na desturi ya jamii hii ya Luo. Lakini wanasema palipo na wanasiasa bila shaka hapakosi siasa, na kuna viongozi ambao wamefika hapa na wanasema kwamba wakati Raila Odinga akikata pumzi, yeye alikuwa amewapeleka kwenye upande ama mpangilio wa broad based, na hapo ndipo watasalia hadi pale chama kitakapotoa mustakabali wa siasa za chama hicho kuelekea kwenye chaguzi zitakazo kuja hapo mbele. Lakini la muhimu ni kwamba wanasema kwamba watakuwa na mkutano mkuu wa baraza kuu la chama kuweza kuidhinisha hoja ya kumfanya Daktari Oburu Odinga kuwa kiongozi ama kinara wa chama hicho. Kumbuka kwamba Raila Odinga amekuwa ni kigogo, yeye ndiye amekuwa ni kama mkuu wa chama ama ni kiongozi wa jamii ya Luo kwa muda sasa. Ameongoza jamii hii kwa miongo zaidi ya mitatu, na hivyo basi kifo chake kimekuwa ni kama pigo kwa jamii hii kwa jumla, pia kwa wakazi wa kaunti. Kumbuka kwamba
eneo la Nyanza, jimbo la Nyanza, ukizungumzia kaunti ya Siaya, kaunti ya Homa Bay, ukizungumzia kaunti ya Kisumu. Hii ni ngome ya kinara huyo wa chama cha ODM Raila Odinga, na bila shaka wanataka kupata mustakabali wao haswa kabisa, ikizingatiwa nafasi hiyo ambaye alikuwa ameipiga upatu kwa siku nyingi sana. Hivi sasa Kilobi, tunatarajia kwamba kufikia kesho tutapata ratiba kamili kuhusu jinsi mwili wake utakavyofika hapa, lakini tumearifiwa tu kwa muktasari kwamba atasafirishwa kutoka Nairobi hadi kwenye uwanja wa ndege wa Kisumu, kisha baada ya hapo atasafirishwa pia kwa ndege hadi kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu, kisha baadaye sasa kusafirishwa hapa nyumbani ambako atapumzika hadi siku ya Jumapili, kwa siku ambayo atazikwa. Ila kufikia sasa kumekuwa pia na hoja kutoka kwa wakazi ambao wanasisitiza kwamba ni sharti wampe heshima zao za mwisho, na wanasema kwamba watajaa barabarani. Sijui serikali itafanyaje, maana ukiangalia jinsi Wakenya walivyojitokeza wakati akisafirishwa kutoka India kuja Kenya, walijaa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, na hilo ni hoja ambayo ni nzito sana, ambayo serikali inafaa kutilia maanani kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarishwa na kuhakikisha kwamba yeyote ambaye anataka kuendelea kuomboleza kiongozi huyo anapata fursa ya kutoa heshima zake za mwisho. Maria. Na asante sana mwenzangu.